Robinson moyoni akimhusudu kwa kazi yake. Robinson alighafirika, hakujua cha kufanya. Mara baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, Lereti aliingia kwenye jumba lake saa 3 asubuhi. Daktari wake alichukua hatua hiyo mara baada ya kuona hali ya mtu huyo imeimarika. Hata hivyo alimsihi kupata mapumziko zaidi. Wazo hilo lilikuwa jema sana kwa mwanadada huyo. Alikubaliana nalo na akaamua kujipanga kwa safari hiyo ya dharura. Mawazoni mwake aliona nchi bora kwake kwenda kupumzika ni Tanzania, akiwa na lengo sasa akamtafuta Yamata mguu kwa mguu, ofisi kwa ofisi, nyumba kwa nyumba. Aliwapa taarifa vijana wake, walikubaliana naye, na watatu kati yao wakawa katika mpango wa kusafiri naye kwa ajili ya kuendelea na uangalizi wa usalama wake. Alipoingia nyumbani mwake akajikuta mpweke ghafla. Cinderella hakuwepo. Jumba lilimlaki kwa huzuni. Walitoka wawili, akarudi mmoja. Moja kwa moja akaenda katika ofisi ndogo iliyo ndani ya jumba hilo. Simu hiyo ya mezani ilikuwa na uwezo wa kuhifadhi jumbe wa kila simu iliyopigwa. Alipofungua mlango, akapigwa na butwaa kuona koti la suti likiwa limetundikwa kwenye kiti chake. Woga ukamwingia. Walinzi wake wakaitambua hali ya bosi wao, wakamweka sawa, kisha mmoja wao akaingia katika ofisi ile na kulitazama kwa ukaribu lile koti. Hili sio lao, akawaambia wenzake. Lereti akasogelea kile kiti na kuliangalia bila kulishika. Alipotupa jicho katika meza yenye kompyuta, akakutana na kijikaratasi chenye ujumbe ulioandikwa kwa peni yenye wino wa rangi ya dhahabu. Akakinyakua na kukisoma. Usihofu, ni mimi nilikuja. Nimechukua makaratasi yako kwa kazi maalum. Nitakurudishia tu pindi kazi yangu ikitengamaa. Na kuomba kama utatoka, usiliache koti langu kwani nimelisahau. Kamanda Yamata, TSA-1. Ule ujumbe ulikatikia hapo. Hakukuwa na namba ya simu wala nini. Lereti akapigwa na mshangao. Sura yake ikabadilika kutoka katika mshangao na kuanza kutoa machozi ya furaha. Akakikumbatia kile kijikaratasi. Walinzi wake nao wakashangaa, hawakuelewa kinachoendelea. Itakuwa ujumbe wa bwana wake huyo. Mmoja wao akaanza na kujikuta akicheka mwenyewe. Lereti alijikuta akipata amani na imani ndani ya moyo wake. Vyote viwili vilijenga na kujijenga pamoja. Lakini alihuzunika kuona Kamanda Yamata hakumwachia mawasiliano yoyote. Tatizo hilo. Akachukua lile koti na kulivaa, kisha mikono yake akaifumbata kifuani, huku tabasamu likichanua moyoni na usoni. Akatoka na kwenda chumbani kwake. Akajibwaga kitandani na kukumbuka mtu wa kulalia, huku maneno ya mapenzi yakijibwabwajika kinywani mwake. Akajisahau kama anaongea na mto. Nusu saa baadaye akatoka na kuifuata simu yake. Akawasiliana na shirika la ndege la Afrika Kusini kuona kama kuna ndege itakayomuondoa katika nchi hiyo kwa muda mfupi ili akapate mapumziko. Akapewa jibu la kuwa ndege ipo siku hiyo hiyo usiku wa saa 3. Aliporidhika, akatafuta na hoteli ya kufikia jijini Dar es Salaam. Ijapokuwa moyoni angependa sana kuonana na Yamata, lakini ilibidi atii maelekezo ya daktari wake. Siku hiyo aliitumia kupumzika kidogo na kujiandaa kwa safari. Basi upande wa pili, simu ilimgutusha Yamata kutoka katika usingizi mzito usiokuwa na ndoto. Akauvuta mkono wake na kuitazama saa iliyokuwa mkononi. Saa ya kidijitali yenye kufanya kazi nyingi usizoziweza kufikiria. Akaitazama na kutabasamu. Ilikuwa saa 3 na dakika 50 asubuhi. Akajua kwa vyovyote Lereti kisha toka hospitali na atakuwa ameupata ujumbe wake, kwani ndani ya koti lile aliweka kidubwasha cha kielektroniki ambacho kingempa ishara endapo koti lile likihamishwa. Saa yake ilipopiga kengele, basi ilikuwa ni kazi ya kidubwasha kile. Kwa kutumia kifaa hicho angejua koti lile limeelekea upande gani. Alifanya hivyo makusudi ili kama Lereti akiufuata ule ujumbe kuwa ahakikisha haliachi, basi angejua kila alipo mwanamke huyo. Mkono wa jasusi, sehemu ya 14. Hii ni msimu wa pili au wengine wanaweza kuita season 2 ya ile riwaya iliyoitwa Mkataba wa Kifo. Inaletwa kwako na Simulizi Club. Hakikisha umetufollow na kusubscribe upande wa YouTube ili uwe mwanafamilia wa kudumu. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano.
Siku hiyo kamanda alilala ndani ya gari lake kwa kuwa aliona ndio sehemu salama kuliko zote. Akajinyanyua na kuketi sawia katika kiti. Dakika moja baadaye akashuka na kujinyosha mwili. Kisha akachukua maji na kujisafisha japo usoni na kinywa chake kwa kutumia kidole, maana gari lake aliliegesha porini nje kidogo ya jiji la Johannesburg. Alipoona yuko sawa, aliingia barabarani na kuondoka eneo lile kuelekea mjini. Don Angelo alikuwa tayari kwa safari mara baada ya kupata ujumbe kutoka Canada. Akawaita wasaidizi wake wa karibu na kuwapa maagizo ya kutekeleza wakati yeye akiwa nje ya nchi. Naondoka, naenda Canada. Tuna kikao cha dharura. Kikao hicho kimetokana na tatizo hili hapa kwetu. Naomba huyo anayejiita Mr. Spark mhakikishe mnammalizia leo hii. Lakini mtafuteni kwa siri sana. Akamaliza na kuweka mtemba wake kinywani. Sawa boss, tumeweka ulinzi hotelini kwake, hawezi kutuponyoka. Pia tumekodoa macho uwanja wa ndege, hivyo hana njia kututoroka, tutapata taarifa. Mmoja wa wasaidizi wake akajibu, okay, sawa, lakini mwe waangalifu, huyo jamani mkorofi sana. Akawajibu kisha akamtazama kijana mwingine mwenye misuli minene aliyesimama pembeni bila kuongea. Jefferson, utakuwa mkuu wa idara ya usalama mpaka nitakaporudi. Asante. Akamaliza. Akawa amemaliza kusema na kuondoka zake huku akifuatana na vijana wengine watatu ambao daima huaachani nao. Na hao ndio walikuwa walinzi wake wakuu wa karibu. Kamanda Amata akashusha darubini yake ndogo iliyomwezesha kuona wakati Don Angelo akitoka ndani ya hoteli ile na kufuatana na vijana wake mpaka aliingia katika Mercedes Benz ya kwake New Model. Nyuma yake akafuatiwa na wale vijana. Wakaingia katika gari jingine na kuondoka zao. Unakimbia sio? Amata akamuuliza mawazoni tu, kisha akawasha gari na kuunga msafara uliokwenda kuishia uwanja wa ndege wa Oliver Tambo. Walipoteremka na yeye akateremka na kuendelea kuwatazama. Alikuwa na nafasi kubwa na nzuri ya kufanya lolote, lakini aliacha kwanza aone nini kitatokea. Don Angelo na vijana wake wawili wakaingia katika jengo la uwanja huo na kupotelea ndani. Kamanda Amata kwa mwendo wa hadhari ili asionekane na wale wengine, alitembea taratibu kuelekea kule ndani. Alipofika mahali pazuri, akajificha nyuma ya nguzo kubwa ya matangazo, akiendelea kumtazama mzungu huyo. Kwa mbali, alimuona akifanya uhakiki wa tiketi zake na vibali vingine. Jicho la TSA1 likatua kwa mwanadada aliyekuwa akiifanya kazi ile. Mtoto wa Kizulu, mweusi wa rangi, si mrefu si mfupi. Nywele zake zilizokatwa katika mtindo wa afro zilimfanya onekane Mwafrika zaidi. Alipomchekea Angelo, vishimo vya mashavu yake manene vikajionesha bila kificho. Amata akajikuta kitabasamu, akameza mate. Ila Mungu katupatia vitu bora sana sisi wa Afrika. Akajisemea kisha akasubiri Doni na vijana wake waondoke katika eneo lile ili naye akafanya yake anayoyafikiria. Alipohakikisha tajiri huyo amekwisha ingia ndani kabisa, akavuta hatua na kuwapita baadhi ya wasafiri waliokuwa kwenye foleni huku akiwataka radhi kwa jambo hilo. Moja kwa moja akafika katika kijidawati cha yule mwanadada. Habari msichana, mimi ni mwana usalama. Akamuonesha kitambulisho feki cha upolisi wa Afrika Kusini. Ndio, nikusaidie nini? Yule mwanadada akamuuliza. Amata akaeleza shida yake. Bila hiana akapatiwa maelezo yote ayatakayo. Huyo bwana anaelekea Ontario, Canada. Anatumia IATA Airlines. Yupo siti namba 62A. Bila shaka ni ya kwenye dirisha Yule msichana akamwangalia Amata na kutoa tabasamu jingine ambalo lilimfanya kijana huyo kujikuta akipoteza uelekeo wa mawazo yake. Jicho la Amata likatua kwenye kifua cha huyo mrembo ambacho kwa kiasi fulani kilikuwa wazi baada ya kifungo cha juu kufunguliwa makusudi. Unajua mpaka ramani za ndege? Akashangaa. Ndio, si za ndege tu, najua na nyingine nyingi yani. Akaguna. Amata akaingiza mkono mfukoni na kuchomoa kadi zake za kikazi. Akamwekea mezani. Kwa ajili yako kama itakupendeza. Akaondoka zake. Yule mwanadada akaichukua na kuisoma. Akatikisa kichwa kushoto na kulia na kuitia ndani ya pochi yake. Mara tu baada ya kuachana na yule mrembo, Amata akatoka nje mpaka kwenye gari lake. Akaingia na kujifungia ndani. Akachukua simu yake na kubofya namba kadhaa.
akaiweka sikioni. Yes, hot. Mzigo wetu unaelekea Canada mchana huu. Okay, sawa, nitakupigia muda si mrefu, lakini jiandae kwa safari ya nyumbani, kwani nitahitaji maelezo ya kina kutoka kinywani mwako wewe mwenyewe. Madam S akamweleza na kisha akakata simu. Dakika 20 baadaye Kamanda Amata alifika hoteli 77. Akilini mwake alijua wazi kuwa lazima kuna wanaomsubiri hapo. Akaegesha gari mahali pa peke yake kisha akateremka. Akajiweka vizuri na kuvuta hatua. Hakupitia mlango wa siri wala njia za panya, bali aliingia kupitia mlango wa mbele. Kwa macho ya kikachero aliweza kumuona kila mtu aliyekaa na aliyesimama. Mara moja akajua nani mbaya na nani mwema kwake. Katika viti vya kusubiria huduma, vijana wawili walikuwa wakisoma magazeti. Kila mmoja kwa nafasi yake waliyateremsha kumtazama kijana huyo. Mmoja akanyanyuka na kumfuata kule alikoelekea. Akatumia lifti mpaka kwenye gorofa aliyoelekezwa. Alipofika na kutoka, akakutana na korido ndefu yenye zulia jekundu, lakini hakumuona yule aliyemtarajia. Hakujua hata mlango upi kaingia au wapi kajificha. Inaletwa kwako na Simulizi Club. Hakikisha umetufollow. Ndani ya chumba chake, Amata alikagua bila kushika chochote. Akagundua kuwa upekuzi mwingine ulifanyika. Hakujali. Alikusanya kilicho chake na kutia katika begi. Alipohakikisha kila kitu kipo tayari, akajipanga kuondoka. Hisia yake ikamkumbusha kuhusu yule mmoja aliyemfuata. Akajua kwa vyovyote kama si mlangoni basi kuna mahali watakutana. Akafungua mlango na kufunga nyuma yake. Jicho lake likamuona yule kijana mwisho wa korido akijifanya kuangalia nje kupitia vioo vipana vilivyowekwa humo. Akaachana naye na kuondoka. Yule kijana alimfuata kamanda na kuingia kwenye lifti, wakati Amata akiwa tayari kuteremka kwa lifti nyingine. Alipofika ghorofa 2 kabla ya kufika chini, akateremka na kusubiri lifti ya upande ule alioingia yule kijana. Akaizuia kwa kubonyeza kitufe kimojawapo chenye mchoro wa pembe 3. Mlango ukafunguka. Ndani ya lifti alikuwepo yule kijana peke yake. Yule bwana akajikuta anaishiwa nguvu. Alimanusura haja ndogo imteremke. Akapigwa na butwaa. Macho yakamtoka baada ya kumwona yule aliyetumwa kumchunga akiingia mbele yake. Unashanga nini? Ukujua unayemfuata? Ukumjua vizuri? Akamuuliza. Wakatazamana. Amata akaachia pigo moja la dharura lililotua mbavuni mwa yule jamaa. Pigo jingine la kichwa likampelekea kujigonga kisogo kwa nguvu. Akaanguka na kupoteza fahamu. Nje ya hoteli ile, vijana 5 walilizunguka gari la Amata pale lilipoegeshwa. Alipotoka tu akawaona na mara moja akalijua lengo lao. Bado ananiandama hao. Akawaza na kuvuta hatua kuelekea maegesho ya taksi. Hii hapa mzee. Kijana mmoja alimkaribisha kwa ukarimu, naye akaitikia kwa kichwa, huku akiwa amesimama akiwaangalia wale vijana wa kizungu. Nahurumia sana, lakini kutokana na upumbavu wenu nitawaonesha maajabu ya mlima Kolelo. Akawaza na kutabasamu. Wale vijana walikuwa bado wamesimama kwa kuliegemea lile gari, wote wakiwa ndani ya suti safi nyeusi na pama vichwani mwao. Wenyeji waliwajua, wakapita mbali. Askari katika hoteli hiyo waliwajua, hawakufanya lolote. Amata akatoa kitenzi mbali cha gari hilo, akabofya hapa na pale. Na hii ndio dawa yenu, pumbavu sana nyie. Akajisemea moyoni mwake, kisha akabonyeza button iliyoandikwa okay. Mlipuko mkubwa ukatokea. Lile gari likalipuka na kufumuka vipande vipande. Milango ilirushwa juu na magurudumu vile vile. Wale jamaa hakuna aliyesalimika. Watu walikuwa kikimbia huku na huko kutafuta msaada. Adios amigo. Akaingia ndani ya lile taksi na kuketi katika kiti cha nyuma huku akitamka maneno hayo. Haya, twende, akamwambia dereva. Naye taratibu akaingia katika barabara kuu na kuongoza upande mwingine wa mji. Tunaelekea wapi mkuu? Dereva akauliza. Popote penye hoteli kubwa unayoona wewe inafaa, akamjibu. Yule dereva hakuuliza swali jingine, akaendesha gari na kusimama mbele ya hoteli moja nzuri, hoteli ya Good Hope yenye hadhi ya nyota 3. Amata akateremka na kumlipa, kisha akamwacha aondoke. Alipotokomea akazunguka mtaa wa pili na kuchukua taksi nyingine na kuelekea uwanja wa ndege wa Oliver Tambo.
Saa 4:09 usiku, Madam S, Chiba na Gina walikuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Walibaki ndani ya gari pasi na kushuka. Chiba akiwa nyuma ya usukani, kushoto kwake Madam S, na kiti cha nyuma aliketi Gina. Kioo kikagongwa mara 3. Gina akafungua mlango. "Karibu kamanda, tupo kwa ajili yako," akamwambia huku akimkumbatia. "Nashukuru, nimetoka kwenye mdomo wa mamba mwenye njaa sana yani," akajibu na kuketi sawia ndani ya gari hilo, kisha mlango ukafungwa. "TSA1," Madam S akaita. "Ni hapa ambapo safari yako itakwisha na nyingine kuanza. Nipe tafutishi zako haraka haraka," akamwambia. Amata akatoa yale makabrasha akampatia bosi wake pamoja na ile hard disk. "Ndani ya hiyo diski mtapata siri na mikakati mingi ya kishetani ya hao majamaa, zaidi ya ile tuliyokuwa tukitarajia," akaeleza. "Okay, Chiba atapitia na kuweka vizuri taarifa zote," Madam S akaeleza. "Sasa Amata," akajikohoza kidogo, kisha akaendelea kusema, "Ipo hivi, hauna muda wa kupoteza. Kazi ipo kwenye wakati mzuri sana, kwani imeonekana Robinson Quebec ndio kila kitu katika mpango huu kadiri ya maelezo yako na taarifa fupi ulizonitumia. Hivyo basi, hauna budi ya kuondoka kwenda kumsabahi kule Canada, ili hata naye akufahamu kwa ukaribu." Madam akaongea huku akiwa ameivua miwani yake na kumtazama Amata kwa jicho pembe kupitia nafasi ya kiti na kiti. Inaletwa kwako na Simulizi Club. Hakikisha umetufollow. Baada ya kuwapa taarifa ile fupi, wateja wetu wameridhika na kazi yako. Wametamka maneno mawili tu kwa lugha ya Kikristo: "Eliminate him." Akaivaa tena ile miwani na kutazama mbele. Gina akachomoa bahasha nyeupe kutoka mkobani na kumkabidhi Amata. Akaipokea na kuichana haraka. Safari imeiva. Ndani ya bahasha ile kulikuwa na pasipoti mpya ya kusafiria iliyomtambulisha kwa jina jipya. Tayari ikiwa imegongwa visa ya mwezi mzima. Tiketi ya ndege British Airways ilitua na kutulia kimya. Akamtazama Gina na kumbania jicho la kulia. Gina akageukia upande wa pili. "Fika Ontario, kisha maelekezo utayakuta huko." Gina akamalizia kazi yake kwa kusema hayo. "Kamanda, naomba urudi salama. Likizo yako utaikuta mezani pindi tu ukirudi," Madam S akamwambia Amata. Wakati huo tayari alikuwa nje ya gari hilo. Saa 4 kamili usiku wa siku hiyo hiyo, Lereti hakuamini aliposoma barua pepe iliyoingia katika kikasha cha barua kwenye kompyuta yake. "Robinson anataka kujitoa kwenye ubia wa kampuni yetu. Jambo jema sana. Bora nijiendeshe mwenyewe. Bingo," akawaza huku akiwa kaikodolea macho laptop yake iliyokuwa mapajani wakati akisubiri kuondoka. Mwisho barua ile ilimtaka kufika Canada ili kutiliana saini katika hati ya kuvunja ushirikiano huo. Zaidi ilimtaka kutaja siku ambayo atawasili huko kwa kazi hiyo, ili wanasheria wa pande zote mbili wajiandae kwa tukio hilo. Lereti muda huo akawasiliana na katibu wake, naye akakiri kuipata barua hiyo, isipokuwa alikuwa hajaifanyia kazi. Akaandika barua pepe kwa mwanasheria wake na kumwambia wajiandae kwa safari, na siku ya 3 wakutane Ontario. Ratiba ya Lereti ikabadilika. Badala ya kupata mapumziko katika jiji la Dar es Salaam, sasa alikuwa katika kupita tu. Kwa dakika hizo chache akaingia mtandaoni na kutafuta ndege itakayomfikisha Canada kutokea Tanzania. Akaipata. Dakika chache baadaye alikuwa hewani akielea kuelekea Tanzania. Kichwa chake hakikutulia. Kilikuwa kikitawaliwa na wazo moja kubwa: jinsi ya kuendesha kampuni ile peke yake kwa manufaa ya familia yao. Kuhakikisha jina kubwa la Kumalo linarudi katika hadhi yake. Akiwa katika wimbi la mawazo, akapitiwa na usingizi na kutazama katika ndoto za moyoni. Mara alicheka, mara alihuzunika, ili mradi tu ndoto ilinoga. Akashtushwa mara kadhaa alipotakiwa kuamka ili apate chochote, naye akafanya hivyo. Saa 5 baadaye alishtuliwa na sauti ya mwanadada iliyomtaka kufunga mkanda, kwani safari ilikuwa imefikia mwisho wake. Akafanya hivyo. Wageni wa Robinson Quebec waliwasili katika jiji la Ontario ndani ya muda mchache tu tangu wapewe wito huo. Hawakuwa wengi,
Ni watu takribani 16 hivi. Kila mmoja alikuwa na hamu ya kujua ni nini hasa mkuu wao amewaitia, tena ghafla kiasi kile. Kila mmoja alifikia kwenye hoteli ya itakayo kadiri ya matakwa yake, na kila mmoja alijua kuwa usiku wa siku inayofuata ndio kikao hicho kitaanza. Daima mikutano yao ilifanywa usiku wa manane katika hali ya siri na ulinzi mkubwa. Siku hii tayari walinzi wao walitapakaa sehemu mbalimbali za Ontario ili kujua kama kuna lolote linalozungumzwa, na ikijulikana basi wewe uliyetoa habari unakwenda na maji. Don Angelo alifikia katika hoteli kubwa ya kifahari ambayo mara nyingi hufikia hapo. Moyoni mwake alikuwa na wasiwasi sana. Hakuwa na amani na kikao hicho. Alipofika ndani ya chumba chake cha hadhi ya juu, yani presidential suite, akajibwaga juu ya kitanda kikubwa. Lengo lilikuwa ni kupata japo muda wa kupumzika na kutafakari mambo. Haikuwa hivyo. Simu yake kubwa ikapokea ujumbe uliomwacha kukodoa macho. Hakuamini alichokisoma. Akaiweka simu hiyo kando na kushusha pumzi kwa nguvu. Tunakosea wapi? Mbona huyu kiumbe anatunyanyasa namna hii? Kama kule aliweza, basi huku lazima tubaki na shingo yake. Akaanza na kuwazua. Akajikuta amebebwa na usingizi mzito. Na msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 14. Sehemu ya 15 inafuata ya riwaya hii. Hii ni Sauti ya Pasco Tuliano.